Msigu amejenga hoja, anasema ikiwa chombo kimefanya uchunguzi na hakijapata sauti ya serikali, kwa tathmini yake isingekuwa busara kuchapisha, na yeye ametumia maneno ni kinyume cha maadili ya uandishi. Wewe ni mwandishi, ni kweli? Sio kweli. Hakuna kitu kama hicho. Mimi nimefanya miaka 3 degree ya uandishi wa habari na hakuna kitu kama hicho. Kilichopo kwenye taaluma na maadili ya uandishi wa habari ni kumpa mtu haki ya kujibu kile ulichokiibua. Kuamua yeye kukujibu au kutokujibu ni jambo jingine, lipo nje ya uwezo wako wewe kama mwanahabari. Lakini kutokujibu haimaanishi kwamba wewe habari yako imekufa. Kama ingekuwa ni hivyo, uandishi wa habari usingekuwa ni taaluma yote ya maana basi eti, kwa sababu watu wasingejisumbua kusomea taaluma ya habari, watu wasingejisumbua kuchukua hatari kubwa kwenda kwenye front line ya vita. Sisi kama waandishi wa habari, lengo letu nambari 1 ni kuibua ukweli, ni kuweka ukweli mbele ya watu. Na wewe kama ukweli unakuhusu na umepewa haki, fursa ya kujibu shutuma zinazokukabili, lakini ukaamua kutokujibu, sasa hilo mimi linanihusu vipi? Bwana, ni mawazo ya moja ya waandishi wa habari wa kongwe nchini Tanzania, akiweza kujaribu kuangazia kwenye kile ambacho msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania kwa maana Gerson Msigwa ambacho alikuwa akizungumza siku ya Jumapili, ambapo alikuwa akifanya mkutano na waandishi wa habari kuelezea masuala mbalimbali ambayo yanaendelea katika nchi ya Tanzania kutokea kabla na kipindi cha uchaguzi na hata baada ya kipindi cha uchaguzi, kwa maana kuanzia tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, lakini mpaka kufikia katika siku za hivi karibuni. Ameweza kuzungumza mambo mengi sana, lakini pia hoja hizo zimeweza kuchambuliwa. Bwana, hii ni Mbayu TV na langu jina ni David Edward. Endelea kutufuatilia sisi kila siku na kila saa